بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، بتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 18 tukianzia katika sehemu inayosema wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i at-ta'nithi sakinati. Kwa maana hapa, baada ya kuwa tumesoma alama za jina, alama ambazo jina linatofautiana na fi'li na harfi, sasa leo tunaingia kusoma alama za kitendo, alama ambazo kitendo kinatofautiana na herufi na jina. Tamam? Na hizi alama zimewekwa kwa mfumo wa kimantiki, zimewekwa kwa mfumo wa elimu ya mantiki. Elimu ya mantiki inataka unapokitambulisha kitu ukitambulishe kwa zile alama ambazo zipo katika kitu hicho, lakini pia alama hizo hazipo katika kitu kingine. Tamam, hakadha. Sasa ndio maana ukaona akataja alama za jina ambazo hazipo katika kitendo, kisha hapa pia anakuja kutaja nini? Alama za ukitambua kitendo, alama ambazo hazipo katika jina wala herufi. Tamam, hakadha. Kwa nasema wal fi'lu, na kitendo yu'rafu biqad, kinafahamika kwa kuingiliwa na qad, wasini na sini, wa sawfa na sawfa, wa ta'i ta'nithi sakinati, na ta ya jinsia ya kike, maana ta yenye kuashiria jinsia ya kike, as-sakinati, ambayo ina sakina. Yani anakusudia anna al-fi'la, ya kwamba hakika kitendo, yatamayazu anil ismi, kinatofautiana na jina, wal harfi, na herufi, bidukhuli qad alayhi, kwa kuingiliwa na qad, bidukhuli qad alayhi, kwa kuingiliwa na qad. Watadkhulu ala almadhi, watadkhulu, na inaingia hii qad, watadkhulu, na inaingia hii qad ala almadhi, katika kitendo cha madhi. Nahu, mfano qad qama zaidun, hakika zaidi amesimama. Qad qama zaidun, hakika zaidi amesimama. Tamam. Na qad inaingia pia katika mudhari, akasema wa ala almudhari'i, kwa maana watadkhulu ala almudhari'i, na qad pia inaingia katika mudhari'i. Nahu, mfano wa kusema qad yaqumu zaidun, qad yaqumu zaidun, huenda akasimama zaidi. Tamam. Na hapa tufahamu maana za hii qad, maana za hii qad. Qad inapoingia katika madhi inakuwa na maana mbili, inakuwa na maana ya at-tahqiq, maana ya kuonesha uhakika, lakini pia inakuwa na maana ya kuonesha ukaribu wa kutokea kile kitendo. Tamam. Kwa hiyo hapa aliposema qad qama zaidun, huenda aliposema qad qama zaidun, anamaanisha nini? Hakika amesimama zaidi. Qad qama zaidun, hakika zaidi amesimama. Hapa qad imekuja kwa maana ya hakika. Tamam. Lakini inapotumika qad kwenye kitendo cha madhi, sasa kisha kile kitendo kikawa nini? Wakati wa yule mzungumzaji anapoongea, kitendo kile bado hakijatokea, lakini kinakuja kutokea baada ya kuzungumza. Qad hapo inakuwa ina maana ya nini? Ya kuonesha ukaribu wa kutokea kile kitendo. Tamam. Mfano wake mtu aseme qad qamatis salatu, qad qamatis sala, tuna ametumia qad, kisha qamat ni fi'lu madhi, ni fi'lu madhi, lakini wakati anasema vile swala bado haijasimamishwa. Kwa hiyo nini maana yake pale? Maana yake qad qamatis salatu, hakika imekaribia kusimama swala. Lakini pia vile vile anaposema qad gharabat ash-shamsu,
Na wakati anasema kad gharabati shamsu, jua bado halijazama, ndio linaendea nini kwenye kuzama. Ana maana gani? Hakika limekurubia kuzama jua, au hakika jua limekurubia kuzama, au limekaribia kuzama. Kwa hiyo qad inapoingia katika madhin, katika nini? Katika madhin, katika fi'lun madhin, inakuwa ina maana ngapi? Mbili, ya tahqiq, ya uhakika, lakini pia kuonesha ukaribu wa kutokea kile kitendo. Utatambuaje kwamba qad hii ni hakika? Ni yule mtu anapoongea kutumia qad, kile kitendo kiwe nini? Tayari kimeshatokea. Qad qama zaidun, na zaidi ukimwangalia kweli amesimama, basi inakuwa nini? Ana maanisha nini? At-tahqiq, kwamba hakika zaidi amesimama. Tamam. Lakini qad qamatis salah, qad qamatis salah, na swala bado haijasimama, kwa maana hakika imekaribia kusimama swala. Pia vile vile qad gharabatish shams, amesema qad gharabati ash-shams, najua bado halijazama. Ana maana gani? Hakika limekaribia kuzama jua. Tamam. Hakika. Na qad inapoingia katika mudhari'i, kama inapoingia katika fi'lun mudhari'un, tamam, inakuwa ina maana mbili vile vile. Maana ya kwanza ya at-tahqiq, maana ya pili ni at-taqlil. Tahqiq ni vipi? Qad ya'lamu Allahu, kwa maana hakika Mwenyezi Mungu anatambua. Qad ya'lamu Allahu, hakika Mwenyezi Mungu anatambua. Na maana ya taqlil, taqlil maana yake ni uhakika ambao unaingiliwa na shaka, ndio maana ya taqlil. Tamam. Kwa taqlil inatofautiana na at-tahqiq. At-tahqiq ni uhakika wa moja kwa moja 100%, ndio at-tahqiq. Lakini at-taqlil maana yake ni 50%, ni 50 chini ya 100. Lakini tahqiqi ni 100 chini ya 100, na taqlil ya 50 chini ya 100. Kwa maana at-taqlil ni ule uhakika ambao unaingiliwa na shaka. Tamam. Kwa hiyo nikisema mimi qad ya'lamu Allah, hapa hii qad ina maana ya uhakika, kwa maana hakika Mwenyezi Mungu anatambua. Sawa sawa. Na ninaposema mfano hapa qad yaqumu zaidun, qad yaqumu zaidun, hapa hii qad imekuja kwa maana ya at-taqlil. Maana yake ni vipi? Huenda akasimama zaidi. Tamam. Kwa nini nimesema qad yaqumu zaidun, huenda akasimama zaidi? Kwa sababu ni jambo ambalo limejirudia rudia kwangu mimi kwamba zaidi akiwa katika hali fulani huenda akasimama. Tamam. Sasa ninaposema qad yaqumu zaidun, muda huo zaidi amekaa. Sasa sina uhakika kwamba katika ile hali ambayo nimemzoea akiwa katika hali hiyo huwa anasimama, sina uhakika wa moja kwa moja kwamba nini, huenda akasimama katika hali hiyo au nini asisimame. Ndio nasemaje? Qad yaqumu zaidun, huenda zaidi akasimama. Kwa hiyo inakuwa ni at-taqlil, inakuwa ni uhakika ambao unaingiliwa na shaka juu yake, ambao unakuwa ni 50%, tofauti na ile at-tahqiq ambayo ni 100%. Tamam. Kwa hiyo nikisema qad yaqumu zaidun, ina maana gani? Huenda zaidi akasimama. Qad hapo inakuwa na maana gani? Ina maana ya at-taqlil. Na nikisema qad ya'lamu Allah, wana hakika Mwenyezi Mungu anatambua. Tamam. Kwa akasema shekhe, fa kullu min qama, bas kila kitendo kimoja min qama, ambacho cha kwanza ni qama, wa yaqum, na cha pili ni yaqum, fi'lun ni kitendo. Sawa sawa. Tutumie tamshi kisha baadaye tuseme kitendo. Tamam. Kwa fa kullu min qama, bas kila tamshi moja, min qama, fa kullun, bas kila tamshi moja, fa kullun, bas kila tamshi moja, min qama, ambao la kwanza ni qama, min ya bayania. Hii min ni ya bayania, inabainisha hii kullu ni nini. Tamam. Hakika. Kwa fa kullun, basi kila tamshi moja, min qama, ambao la kwanza ni qama, wa yaqumu, na la pili ni yaqum, fi'lun, kila tamshi moja kati ya matamshi haya mawili, fi'lun ni kitendo, lidukhuli qad alayhi, kwa sababu ya kuingiliwa na qad juu ya kila tamshi moja. Wasinu wa saufa, na sin na saufa, yakhtassani bilmudhari'i, hizi ni herufi zinazohusishwa na kitendo cha mudhari peke yake. Nahu, mfano kusema sayaqumu zaidun, na zote zina maana ya al-istiqbal, zina maana ya al-istiqbal. Sayaqumu zaidun, hivi punde atasimama zaidi. Wa sawfa yaqumu zaidun, na hivi punde
atasimama Zaidun, maana yake ni hizo. Tamam, hakadha. Fayaqumu, bas tamshi la yaqumu fi'lun mudhari'un, ni kitendo cha mudhari'un lidukhuli as-sini wa sawfa alayhi, kwa sababu ya kuingiliwa na sin na sawfa juu yake. Tamam, hakadha. Wa ta'u ta'anithi as-sakinati, na ta ya ta'anis ambayo ina sakina, takhtassu bil madhi, hii inahusika na madhi peke yake. Kule sin na sawfa yakhtassani bil mudhari, herufi zile mbili zinahusika na mudhari peke yake, lakini hii ta'u ta'anisi sakinati takhtassu bil madhi, inahusika na madhi peke yake. Nahu qamat hindun, hindi amesimama. Faqama, bas tamshi la qama fi'lun madhin, fi'lun madhin ni kitendo cha madhi liluhuqi at-ta'i lahu, sa liluhuqi at-ta'i lahu, kwa sababu ya kukutana kwake na te. Kwa sababu ya nini? Ya kukutana kwake na te. Tamam, haka. Akaendelea kusema wal harfu, na herufi ma ni tamshi ambalo la yasluhu ma'ahu, haifai kuwepo katika tamshi hilo. Wal harfu, na herufi ma ni tamshi ambalo la yasluhu ma'ahu, haifai kuwepo katika tamshi hilo dalilul ismi, alama yoyote ya jina, wala dalilul fi'li, wala alama yoyote ya kitendo. Yani anakusudia anna alharfa, kwamba herufi yatamayazu anil ismi, inatofautiana na jina, wal fi'li, na kitendo, bi an la yaqbala, kwa kutokubali, shay'an, alama yoyote, min alamati alismi, katika alama za jina ambazo zimetajwa hapo nyuma, wala shay'an, wala kutokubali alama yoyote, min alamati alfi'li, katika nini? Alama za kitendo ambazo zimeshatajwa hapo nyuma. Baada ya hapo akatoa mfano wa herufi kahal, mfano herufi ya hal, wa fi, na herufi ya fi, wa lam, na herufi ya lam. Fa innaha, hakika herufi hizo, la taqbalu shay'an min dhalika, hazikubali alama yoyote, min dhalika, katika alama hizo za jina na kitendo. Fa alamatu, bas alama ya herufi, fa alamatuhu, bas alama ya herufi, adamu qabuli alalamati allati, ni kutokubali. Tamam. Fa alamatu, basi alama ya herufi, adamu qabuli alalamati, ni kule kutokubali. Kukubali nini? Kuingiliwa na alama, allati, alama ambazo, lilismi, zinahusika na jina, wal fi'li, na kitendo. Qala al-allamatu al-Hariri, amesema mwanachuoni al-Hariri fi mulhat al-i'rabi, kwenye kitabu chake cha mulhat al-i'rab, kitabu ambacho tutakuja kusoma baada ya kitabu hichi. Tamam. Qala al-allamatu al-Hariri, amesema mwanachuoni al-Hariri fi mulhat al-i'rab, kwenye kitabu chake kiitwacho mulhat al-i'rab, wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun allama. Tamam. Wal harfu, na herufi ma ni tamshi ambalo laysat lahu alama, halina alama yoyote inayoifahamisha kwamba hii ni herufi. Faqis ala qawli, basi chukua kiasi katika kauli yangu hii niliyosema. Faqis ala qawli, basi chukua kiasi juu ya kauli yangu hii niliyosema. Takun allama, utakuwa ni mjuzi wa kuitambua herufi. Sharhi inaendelea ai, akimaanisha babu al-i'rabi, chini yake sharhi inaendelea. Sharhi hii ni ya al-harf. Tamam. Ai, akimaanisha ma laysat lahu alamatun mawjudatun bal alamatuhu adamiyatun. Tamam. Ai, akimaanisha ma, herufi ni tamshi ambalo, ai, akimaanisha ma, herufi ni tamshi ambalo, laysat lahu alamatun mawjudatun, halina alama yenye kuwepo inayoonyesha moja kwa moja kwamba kuwepo alama hii ni herufi. Tamam. Bali alamatu adamiyatu, alama ya kutambua herufi ni kule kukosa nini? Alama. Alama ya kuitambua herufi adamiyatu ni kule kukosa alama. Nadhiru dhalika, mfano wa hilo, mfano wa nini? Mfano wa kwamba fi'li na ismu zina alama ambazo nini? Ni wujudia, alama ambazo zipo zinaonekana, na kwamba herufi haina alama yenye kuonekana lakini inatambulika kwamba hii ni herufi. Aljimu, mfano wa hilo ni aljimu, jimu, wal kha'u na khe, wal ha'u na he.
Nadhiru dhalika, mfano wa hilo. Mfano wa lipi? Mfano wa kwamba jina lina alama zake zenye kuwepo na zenye kuonekana, na kitendo kina alama zake zenye kuwepo na zenye kuonekana, lakini herufi haina alama yenye kuwepo na kuonekana ya kuifahamisha kwamba hii ni herufi. Aljimu, mfano wa hilo ni aljimu, ni herufi ya jimu, walkhau na herufi ya khau, walhau na herufi ya he. Faljimu, basi hii herufi ya jimu, faljimu, basi hii herufi ya jimu, alamatu, alama ya kuitambua kwamba hii ni jimu, nuktatun min asfaliha, ni ile nukta iliyopo chini yake. Chini yake anakusudia katikati yake. Walkhau na he, alamatuha, alama ya kuitambua kwamba hii ni he, nuktatun min a'laha, sasa ni ile nukta iliyopo juu yake. Walhau na he, alamatuha, alama ya kuitambua kwamba hii ni he, adamu wujudi nuktatin, tamam, adamu wujudi nuktatin, ni kule kukosekana kuwepo nukta yoyote, min asfaliha wa a'laha, chini yake na juu yake. Tamam. Kwa hiyo kwa kuwa tunaitambua jimu kwa kuwepo nukta chini yake, basi jimu alama yake ni wujudia kama ilivyokuwa ismu au fi'l. Tamam. Na kwa kuwa tunaitambua khe kwa sababu ya nukta iliyo wapi juu, sawa, basi alama yake, alama ya khe ni wujudia kama ilivyokuwa katika ismu wa fi'l. Na kwa kuwa tunaitambua he kwa kuto kukosa nini alama, basi alama kuitambua he ni alamia, sawa, kama ilivyokuwa nini katika herufi. Kwa herufi haina alama sasa, lakini ismu ina alama na fi'l ina alama. Sasa na mfano wa hilo ni kama tunavyoitambua jim kwa kuwa na nukta chini, na kuitambua he inapokuwa na nukta hapi juu, na kuitambua he ikiwa nini haina nukta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.